Sehemu ya 3 ya simulizi yetu ya Nafsi ya Giza ilituacha wakati ambao Tumaini ilikuwa akisoma kitabu ambacho kilikuwa kinaandika historia ya mtu fulani, lakini katika hali ya ajabu Tumaini alishangaa kuona kwamba jina la kwake ndilo ambalo limetumika katika uandishi wa kitabu hicho ambacho kinaonekana kiliandikwa kwa miaka mingi iliyopita. Niko vipi? Tumaini anashangaa, lakini sisi pia tuko na swali hilo ambalo Tumaini anajiuliza. Basi katika sehemu ya 4 ya simulizi yetu ya Nafsi ya Giza, naamini kwamba tutakwenda kupata majibu, kwani ilikuwaje ama Tumaini alishawahi kuishi kabla ya sasa hivi. Mimi sifahamu, lakini pia naamini wewe pia msikilizaji hufahamu, na ndio maana sehemu ya 4 iko tayari kabisa kwa ajili ya kutujibu maswali yote ambayo tuko tunajiuliza. Hapa ni Simulizi Zetu Media, channel pekee ambayo unapata kupata simulizi mbalimbali za kimaisha, mahusiano na mambo kadha wa kadha ambayo yamekuwa yakitokea, ambayo yatakupa furaha, lakini yatakuelimisha pia yatakuburudisha. Subscribe channel yetu, lakini pia usisahau kutufollow pale Audiomack kwa jina la Simulizi Zetu Media. Na kwa ambao unataka kuja katika group letu la WhatsApp pale, basi namba yetu ya simu ni 0757 56 72 53. Usisahau pia mwandishi wa simulizi yetu hii nzuri kabisa anakwenda kwa jina la Xavier Luoga, ambaye pia unaweza kumtafuta kwenye namba yake ya simu ya 0672 49 39 94, lakini pia 0767 75 85 90. Mimi ninayekusomea simulizi hii jina langu naitwa Tutu. Karibu katika sehemu ya 4 ya simulizi hii, na pia ni sehemu ya mwisho kabisa ya Nafsi ya Giza. Tumaini alishtuka sana baada ya kuona jina la mwandishi na lile ambalo lilikuwa limefanana kabisa na jina lake. Akashusha kidogo kitabu kile na kuendelea kukisoma kwa makini kabisa. Ilinichukua takriban siku 7 tu kuunda mji wangu wa Kishumu. Humo ndani nilikuwa naishi mimi pekee. Tumaini anaendelea kusoma kitabu. Niliridhika sana na ile hali kutokana na kusalitiwa mara kadhaa na binadamu ambao tayari walishakuwa wamenipa jina la mshirikina. Licha ya changamoto hizo, katu sikuwahi kabisa kusaliti jina hili la Tumaini. Niliendelea kujiita tu na nilisindikwa na jina lingine la utani ambayo yote nilipewa na bibi yangu. Jina hili lilikuwa ni Matuni. Anasema niliishi na jina hilo pasina mtu kwa takriban mwaka mmoja, na kuna siku moja nilipata na mambo ya ajabu sana nikiwa mwenyewe. Nilijikuta natengeneza viumbe vya ajabu sana bila kusudi langu. Nikatengeneza tu na viumbe hivyo vilianza kuishi na mimi bila kinyongo chochote kile. Zile lawama za kwa nini au kwa sababu gani nimewatengeneza zikafutika ghafla, na mara baada ya kuona msaada wao, walikuwa ni watu wazuri kuliko binadamu ambao nilikuwa naishi nao. Walikuwa ni wakarimu sana, walikuwa ni wastaarabu, walikuwa ni wacheshi na wachapakazi wa maana kabisa. Nikapata tena tumaini la kuishi kama kiongozi wa nchi hiyo, nchi ambayo ilinigeuka na kunitelekeza mbali kabisa nayo. Kuna siku niliunda tena kiumbe mwingine mkubwa kuliko wote mle ndani. Alinizidi hadi ukubwa wake. Kutokana na umbo lake nikampa uongozi wa nchi yangu. Hapo ndipo nilifanya kosa kwa mara ya kwanza toka nianze kujitambua. Nilitengeneza matabaka bila mimi kujua na kufanya viumbe wale waanze kuchukiana pasipo sababu za msingi. Nilikuwa na uwezo wa kuwadhibiti wote, lakini nilishindwa kufanya hivyo kutokana na tamaa ya kushuhudia nini kitatokea baadaye. Na ilitokea kweli. Kilitokea kile ambacho mimi nilikuwa nikikitaraji. Viumbe wale wadogo niliowatengeneza mwanzo walikimbilia Kishumu na kutengeneza mji wao ambao uliitwa Tuni, ambao pia mji huo waliupa jina hilo kutokana na kuthamini mchango wa muumbaji wao ambaye ni Matuni. Hivyo walichukua neno Tuni na kuniacha na mayangu, huku nikiwa na kiumbe kimoja tu mkononi. Huo ndio ukawa mwanzo wa Kishumu na Tuni. Kishumu ni mji ambao niliutengeneza mimi. Ulikuwa ni mji mkubwa sana ambao ndani yake ukaundwa mji mwingine wa Tuni. Ilikuwa ni ruhusa kwa viumbe vya Tuni kuingia Kishumu, ila si sahihi kwa Kishumu kwenda Tuni. Nakiri kuwa hata mimi sikuwahi kabisa kuishi Matuni, ila niliweka historia kuona mji huo kwa macho tu. Haikuwa tena rahisi kuongoza viumbe wale. Sasa yule kiumbe ambaye nilibaki naye alianza kufanya vitu vya ajabu sana ambavyo vilikuwa ni hatari sana. Nilihisi ni katika harakati za kukomboa Kishumu, lakini hapana, alitelekeza kabisa. Naye alitengeneza viumbe wake ambao walikuwa wanamwabudu. Mimi kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda mbele, uzee nao ulichukua nafasi na kufanya kushindwa kuongoza kabisa Tuni. Jitu lilichukua nchi hii na kuanza kuendeleza yale ambayo nilikuwa nimeyakimbia duniani. Na kitu ambacho kiliniuma kuliko vyote ni kuwa watu wa Tuni wakaanza kuwa na uhusiano na binadamu, na hapo wakaanza kutengeneza mazoea. Hatimaye sasa wakaanza kuzaa watoto wa ajabu sana. Walikuwa wachawi wa kutengenezwa. Walianza kukulana na kukunywa damu za binadamu. Waliuana wenyewe kwa wenyewe bila kuangalia koo wala jirani. Hiyo ikawa ni Tuni. Na wewe unayesoma maandishi haya, nina hakika wewe ndio mtu sahihi ambaye
nimekuteua kuja kuikomboa dunia ya mambo haya. Nimesema kwa sababu lugha niliyotumia kuandika maandishi haya hakuna mtu yeyote anaweza kusoma zaidi yako. Niliandika makusudi kwa kutumia lugha ya kichawi yenye nguvu ambazo pasi na shaka hakuna aliyewahi kusoma zaidi yako, na kama aliwahi kusoma basi alishakufa tayari. Natumaini imepita miaka sasa, na kuomba uwe mkombozi na kurudisha Kishumu mkononi wako. Uwe mtu wa kuunganisha tena Tuni na kuleta amani duniani. Ushirikina wangu haukuwa kuumiza binadamu, bali ilikuwa kuwasaidia pindi utakaponihitaji, lakini mambo yalikuja kuwa ndivyo sivyo. Sijaandika kurasa nyingi sana katika kitabu hiki, ila na kuachia nafasi ya wewe uandike nini ulifanya baada ya kusoma kitabu hiki. Nina fungu moja tu ambayo itakufanya kuingia mji wa Kishumu, na kutokana na Katu usije kukosea sharti hilo, kwa maana ukifungua mlango wa Kishumu na kushindwa kuufunga utasababisha vita nyingine. Na fungu yenyewe ni haya maneno: yatamke ukiwa umefumba macho, na lazima iwe ni usiku, na Katu usirudie neno moja mara mbili. Maneno haya yalisomeka Clophil Etela Lifilaso Do Etlali. Kitabu alichokishika Tumaini kiliishia katika maneno hayo, na hakuna kurasa nyingine ambazo zilikuwa zimeandikwa. Tumaini sasa akasimama na kukifunga kitabu hicho. Tayari alishaanza kupata kumbukumbu kuhusu mji wa Kishumu. Ndio, ulikuwa ni mji ambao hata familia yake ilikuwa ipo huko. Akarudisha taswira ya kile ambacho aliwahi kukiona kwa watu wale watatu: mwanaume wa rika, mwanamke wa rika pamoja na mtoto, picha ambayo alikuwa ameshawahi kuichora. Wa kiume anaweza kuwa baba, wa kike anaweza kuwa mama, na huyu mtoto? Tumaini alikuwa akijiuliza. Alitamani hata apae kwa wakati huo na kutafuta ukweli ambao ulikuwa umemjia machoni hivi punde. Alipata tamaa ya kusafiri kuelekea Kishumu, mji ambao unaongozwa na mizuka ambayo haionekani kwa kawaida. Tamaa yake ikampeleka kufumba macho Tumaini. Clophil Etala Lifilaso Do Etlali. Tumaini alijikuta akitamka maneno hayo baada ya kufumba macho. Sijui hata aliyakariri muda gani, lakini alikaa kichwani kwa ustadi mkubwa sana. Alishayasema Tumaini. Na ghafla alijikuta amepotea kwenye lile pango la bindaku na kutokea katikati ya msitu mkubwa sana. Kitu cha kushangaza huko ni kuwa kulikuwa na mwanga tu. Ilionyesha ni kama jua la saa 8 mchana. Hakukuwa na ile kaniki ambayo alikuwa amevaa, bali alikuwa na kanga tu ambayo anaitumia kila siku. Alijikuta yupo na kanga yake ile ambayo iko nayo nyumbani mara zote. Na wakati anaendelea kujishangaa, mara alishtushwa na kelele za ndege mfano bundi. Bundi hao waliruka kutoka katika mti hiyo ambayo ilikuwa katika sehemu hiyo na kupotea hewani. Yote hayo Tumaini alikuwa anashuhudia kwa macho yake. Na kabla hajakaa sawa Tumaini, tayari upepo sio kawaida ukapita mbele yake kwa kasi. Alibaki kuziba tu sura yake kwa kiwiko cha mkono na hakuambulia kuona chochote kile mpaka upepo huo unamalizika. Maajabu kwa Tumaini hayakuishia hapo. Sasa ile miti ilianza kutikisika kwa kishindo na kufanya mizizi yake ichumuke ardhini na kutambaa juu ardhi. Mizizi hiyo tayari ilishaanza kujongea kumfuata Tumaini sehemu alipo. Alikuwa hajajiandaa Tumaini, lakini tayari alikumbwa na mizizi hiyo na ilimrusha mbali sana. Tumaini hakuambulia chochote kile Kishumu. Alifika na kupokelewa na sintofahamu. Alipambana na mazingira hadi kushindwa na hatimaye kurushwa mbali kabisa na eneo hilo. Tumaini alitupwa nje kabisa ya nyumba yake. Ilikuwa ni nyumba ya Bisembe. Tumaini, inaonekana bado hujaafiki hili jina la Matuni. Likubali kwanza ndipo ufike kutukomboa sisi. Pole mjukuu wangu. Ukija kichwa watakuumiza. Njoo kama Matuni na sio kama Tumaini. Ilisikika sauti ya Bisembe, lakini yeye hakuonekana. Ni sauti tu ndo ambayo iliongea, na Matuni alikuwa anavuja damu sehemu yake ya pua na mdomo. Aliinuka sehemu hiyo na kuangaza kama anaweza kumuona bibi yake, lakini hola, hakuona kitu chochote. Kando yake kulikuwa na kitabu. Ni kitabu kile kile ambacho kulikuwa kimeandikwa na mtu kama yeye miaka kadhaa nyuma. Alikisogeza na kukumbatia, akasimama juu Tumaini. Akaanza kuzimega hatua kuelekea ndani, na tayari muda huo kulikuwa na mwanga kuukaribisha asubuhi. Wakati anazimega hatua, aliendelea kufungua kitabu hicho kuhakikisha kama kuna kitu ambacho alikisoma vibaya. Naam, ilikuwa ni kweli. Kwani baada ya kukagua kurasa zote za kitabu hicho, mwisho alikutana na ujumbe ambao ulikuwa umeandikwa kwa wino mweusi. Kishumu ni damu ya mtu umpendaye. Maneno hayo yaliandikwa kwa lugha ya kawaida kabisa, tofauti na lugha ambayo ilishindikana kusomwa na kila mtu. Tumaini aliganda kwanza hapo. Akajiuliza tena, damu ya mtu nimpendaye? Airudia tena, akasimama karibu na mlango na kutafakari. Tumaini alionekana kuanza kuzoea maisha yake. Ndiyo Matuni, nilikwambia ukienda sehemu tofauti na nyumba hii ya Bisembe, basi wewe ni Matuni na si Tumaini. Kwa maana Tumaini anampenda Bosco na Matuni anampenda Bisembe. Unabudi kubadilika kuvaa roho ya Matuni ili kufanikisha jambo hili jepesi. Inahitajika damu ya Bosco kufika Kishumu. Alimuuliza Bisembe kama kawaida yake, na bado Tumaini hakuonekana hata kidogo Bisembe, na Tumaini alikuwa bado ni kama hajaelewa vile nini ambacho bibi alikuwa anataka kukizungumza.
Lakini Tumaini aliangaza huku na huku na bado aliendelea kumtafuta bibi yake bila kumuona. Akajipoteka kwenye mlango na kisha akajisemea mwenyewe, "Bibi, unanipa wakati mgumu sana. Uliniambia nina nguvu za kutokea na kupambana na yoyote yule. Sasa hivi umebadili tena maneno. Damu. Sasa mimi damu ya Bosco naipata wapi? Eti bibi, nampatia wapi mimi? Na wewe nakupata wapi?" Tumaini alilala na ilikuwa ni nusu alio wakati akiwaza limambo, na yote ilikuwa ni upendo wake kwa Bosco. Alisimama pale mlangoni alipokuwa amekaa. Alikuwa hafikiri ni vipi ataweza kuitoa damu ya Bosco, mwanaume ambaye alikuwa anampenda sana. Hili ni agano. Mimi ndio mrithi halali wa Tumaini bin Matuni wa ukweli. Tumaini wa zama hizo ndio mwanzilishi wa Kishumu, uzao wa Tuni. Nitatumia nguvu yangu kuweka mambo yangu sawa, aliongea mwenyewe akijipa ujasiri wa jina lake, na kisha akaingia ndani. Saa 11 alfajiri, Bosco alitoka hospitali kwenda kutafuta hirizi ambayo alikuwa ameagizwa na mama yake, ambayo ilikuwa nyumbani kwa Tumaini. Alijipasha kama mwanaume wa shoka na kutoka mkuku kama baruti za sikukuu, na punde alifika nyumbani kwa Tumaini. Kama kawaida sehemu hiyo ilikuwa na utulivu tu, mlango ulikuwa wazi na hiyo ilikuwa ni kawaida. Bosco alibisha hodi mara kadhaa na akapokelewa na mlio wa konzi ambao uliubilingita kwenye mlango. Alipoona kimya akaamua tu kuzama ndani. Ndani kulikuwa na majaribu hapa na pale, lakini hayakumkwamiza Bosco. Alichoka sana baada ya kuona Tumaini muda huo alikuwa hayupo. Aliwaza sasa atakuwa ameenda wapi muda ule, au ndio katika shughuli zao za kishirikina na hajarudi. Aliuliza Bosco maswali ambayo hakuna uhakika nani atamjibu, na mbio Bosco alienda katika chumba cha Bisembe. Aliangaza huku na huko kutafuta kile alichoagizwa. Ndani kulikuwa giza tupu, lakini mwanaume kama Bosco ambaye macho yake yalikuwa machanga aliweza kungamua vitu vingi bila tochi. Hirizi chini ya kitanda, alijisemea mwenyewe Bosco, na moja kwa moja hadi chini ya kitanda akainama kuchungulia. Bosco akapapasa mkono wake na kuhisi amegusa kitu kama nguo hivi. Akasogeza karibu na macho yake kuhakikisha ilikuwa ni kweli. Ilikuwa ni nguo iliyofungwa kama furushi hivi. Ilikuwa ni nzito kweli kiasi cha kumfanya Bosco kuinyanyua kwa mikono miwili. Akalibeba furushi hilo hadi chini ya tundu ambalo lilikuwa linaanza kutoa mwanga wa alfajiri. Akafungua mzigo ule kwa haraka, kuhofu ukuta na mwenye mali yake. Alipofungua alikutana na vikorokoro vingi sana, chura ambao wameshakaushwa, mijusi, vibuyu na sanduku lingine. Hilo alikuwa shida yake, alitafuta hirizi tu. Alifungua sanduku hilo ambalo alikutana nalo, na sanduku hilo lilikuwa na nguo nyingi za Tumaini. Zile sare zake za shule zilikaa juu kabisa ya sanduku hilo, na alianza kupembua nguo hizo hadi kufika chini kabisa ya sanduku. Alikutana na hirizi ndogo pamoja na mizizi. Akachukua hirizi na kuweka mfukoni, kisha kurudisha vitu vingine vyote kwa haraka. Alipokuwa anasogeza furushi lile chini ya kitanda, aligusa kitu kingine. Akataka kujua hicho kitu kilikuwa ni nini, akakisogeza nacho. Ilikuwa ni bonge la hirizi kubwa ambayo ilikuwa inajaribiwa kuvaliwa na Matuni. Bosco akaanza kujiuliza, ni hirizi ipi kati ya hizi mbili ambazo alikuwa ametumwa kuchukua na mama yake? Hii kubwa kuliko yote hii siwezi kubeba. Mbona itaonekana kama mama hawezi kuniagiza kitu kama hiki? Nitaibebaje sasa? Ngoja niende tu na hii ndogo. Alijiongeza Bosco na kuisukumiza ile hirizi kubwa chini ya kitanda. Miguu ikamuongoza mpaka kufika nje. Alipoona yupo salama, akatimua mbio sana kukimbia nyumba hiyo. Alipokuwa njiani alisikia kishindo kikubwa sana nyuma yake. Akujua kuwa huo ulikuwa ndio muda ambao Tumaini alikuwa amefurumshwa Kishumu. Yaani ulikuwa ni muda ambao Tumaini alikuwa akianguka kutoka Kishumu mpaka kufika nyumbani kwake kwa Bisembe. Tumaini baada ya kuwaza sana pale mlangoni sasa, aliingia ndani. Alienda hadi katika kitanda chake na kuwaza jinsi gani atampata Bosco na anawezaje kuchukua damu ya Bosco. Vipi? Anatakiwa mchinje au amkate au ambebe kwenye kopo hadi Kishumu au anatakiwa kufanyaje? Bado alizidi kuwaza Tumaini. Bosco aliita ghafla kabla ya kupepesa macho. Tayari alihisi harufu ya mpenzi wake mara pale. Akasimama kwenda chumbani kwa bibi yake, akaita tena. Bosco. Aliita lakini alikuwa akisikia harufu tu na hakukuwa na Bosco la nini. Alifahamu kuwa Bosco alikuwa amepita. Hapa kuna mchezo. Tumaini alihisi kabisa kuna picha ambayo inaendelea na imeisha muda si mrefu. Aliketi moja kwa moja juu ya kitanda cha bibi yake ambacho alikisafisha na kukikalia yeye mwenyewe. Alifumba macho na kufumbua. Tayari alishabadilika Tumaini. Akasogeza kiganja chake karibu na macho yake kutazama. Picha ya mtu akionekana kwenye nyumba yake ilitokea. Alikuwa ni Bosco. Tumaini aliendelea kuangalia ni jambo gani ambalo Bosco lilimleta pale nyumbani. Akaona jinsi alivyoingia hadi chumbani kwake kwa bibi yake, akachukua hirizi na kuweka mfukoni. Akachezea na vitu kadha wa kadha na mwisho akamuona akitoroka. Sakura unanitafutia nini mimi? Tumaini alishajua mambo haya ambayo ameyafanya Bosco, ametumwa na mama yake. Bosco alitumwa kuiba hirizi. Aliendelea kuangalia katika kiganja chake. Alimuona Bosco akitokomea hadi kufika hospitali. Alimuona Bosco akimkabidhi mama yake hirizi
jambo ambalo lilimshangaza na kumwongezea hasira Tumaini. Watu wengine wote ambao waliona katika kiganja chake aliwaona pia Bindako pamoja na Mwanapembe pamoja na mwanaume mwingine wakiangalia jinsi Bosco anavyompa mama yake irizi. Walikuwa wanashuhudia. Tumaini alijikuta yuko peke yake katika hivi vita. Hasira zikamjaa nusu apasuke. Maumbile yake yakaanza kujibadili tena na kurudi kuwa joka. Alianza kuwa joka tena Tumaini. Baada ya Bindaku, Mwanamapembe na Babu kufika katikati ya ardhi yao ya Tuni, waliweka tena kikao. Waliita wachawi wengine kadhaa kujadili jambo hili ambalo bado miili yao ilikuwa midhaifu. Walihitaji nyama tu, tena nyama binadamu, hivyo wakaitana wakuu katika Tuni. Sakura hajaonekana katika Tuni siku hii ya leo. Bila shaka anauguza mguu wake. Alikuwa mwanachama mmoja mwanamke aliyechangia mada kuhusu kutokuwepo kwa mwenzao mahali hapo. Mimi nina wazo mkuu. Mwingine alinyosha mkono kuchangia. Alikuwa ni mwanaume. Ndiyo, Babu aliitika na kumruhusu azungumze. Hatuwezi kupambana wenyewe kwa sasa kutokana na miili yetu hii dhaifu. Nilikuwa namtamani sana rafiki yangu kumkula nyama, lakini naona sasa muda wake umefika. Nimefuatilia sana mwenendo yake na kutambua kuwa amelazwa hospitali kwa uzembe wa mke wake. Mimi naona Baba Bosco anafaa sana kutolewa kafara. Pia tukichanganya na huyo aliyetolewa leo, mtoto wa kwanza wa Shinkodi, tunapata kitu kizuri chenye nguvu. Ni hayo tu. Wanaume wao walitoa wazo na kuketi chini. Wote walipiga makofi kwa wazo hilo zuri. Walikubaliana tolewe kafara Baba Bosco. Sasa nakupa kazi hiyo ya kwenda kumaliza Baba Bosco na maandalizi ya nyama kama kawaida. Sisi tutakwenda kwa Sakura kumzuga kama tunaenda kumjulia hali pale hospitali. Jambo hili liharakishwe hata sasa hivi tu ikiwezekana, maana akijua ataanza kutupinga. Kitu hicho kifanyike mara moja. Alitoa amri Babu yule na kumaliza kikao. Walikuwa wanachama wengi sana ambao wote walikuwa wachawi. Walikuwa ni wanaume kwa wanawake. Wote walivaa kaniki na kupaka unga usoni mwao. Wengine walikuwa wameota hadi mapembe kichwani kwa kukoma uchawi. Unaambiwa hao ni baadhi tu ya Tuni. Wapo wengi sana washirika katika Tuni hiyo. Mpango wa wachawi hao uliendelea kama ulivyokusudiwa. Ulitoka watu 5 tu katika Tuni. Wote waliandamana hadi hospitali ambako Mama Bosco alikuwa amelazwa na mumewe. Waliwahi sana. Ilikuwa inaelekea alfajiri sasa. Wakagawana majukumu. Watatu walikuwa kumzuga Mama Bosco na kumjulia hali, na wengine walienda kumuua Baba Bosco na kumchuna nyama. Yote ilikuwa ni kutafuta nguvu za kupambana na Tumaini. Mama huyo. Ilikuwa ni bashasha aina yake kwa Babu ambaye alijibadilisha sura na kuwa kama kijana. Ilijuali wao walikuwa wakijuana. Bindaku na Mwanamapembe pia walikuwepo hapo. Jamani, nashukuru sana kwa kuja kuniona. Nimekuwa silali usiku na mchana kungojeni jamani, nipate afueni. Naona sasa tatizo litaki hata kuisha. Mama Bosco utapona tu. Si unajua dawa lakini ipo. Aliuliza Mwanamapembe kwa wakati ule. Ilikuwa ni kama binadamu wa kawaida tu. Hakuna ambaye alikuwa na mapembe na wala sura ile mbaya ambayo ilikuwa ni ya kutisha siku zote. Nimeagiza kwa mwanangu Bosco afanye kazi hiyo. Sijui atafanikiwa. Bosco? Wote waliuliza kwa mshangao na kwa hamu kubwa kumuona mtoto huyo ambao kwao ilikuwa ni nuru ya kumtumia kumwangamiza Tumaini. Wote walishangaa. Mama Bosco, lakini situlikaliza kumshirikisha mtoto wako katika mambo haya mpaka pale ambapo atajiingiza mwenyewe katika Tuni? Bindako alimuuliza akiwa amekunja ndita. Hapana mkuu, ni hulka tu. Nisingeweza kwenda kwa Bisembe. Sina funguo ya kufikia kule. Nilifungiwa toka yuko hai. Hakunipenda hata kidogo Bisembe. Wakati anaendelea kujitetea, Bosco aliingia. Akaacha kuongea na Mama Bosco na kumtazama Bosco kwa aibu. Mama, nimefika muda mrefu sana nikazulia kuingia. Eti muda wa kuona wagonjwa bado. Wanaonevu sana kwa watoto hawa. Mbona hao wakubwa wameruhusiwa kuingia ndani? Aliongea Bosco kwa kudeka kwa mama yake. Alikuwa hawajui hata kidogo watu hao. Alimkabidhi mama yake kile alichotumwa bila kuona aibu mbele ya watu wale. Bosco alikuwa hana siri hata kidogo. Alitoa rizio mfukoni mwake na kumpa mama yake mkononi. Wote pale walibumbikwa na hulka ya mshangao. Amewezaje? Wote walijiuliza kuwa Bosco amewezaje kushika irizi bila kumletea madhara, tena irizi ambayo ametoa nyumbani kwa mchawi maarufu Tuni nzima. Walishangaa sana. Tumaini kumbuka alikuwa akiona haya katika kiganja chake, na bila shaka sasa masaa 24 hayajafika. Niletee babangu sasa. Bosco aliendelea kuongea maneno mazito sana pale. Mamake hakujibu chochote, alikuwa anaona aibu tu. Alishindwa hata kuwatazama wageni wake kwa sababu Bosco alikuwa akizungumza hata vitu ambavyo pengine hakutakiwa kuzungumza kwa wakati ule. Bindaku na Babu waligeukiana waliposikia kuwa mpango wa kuagiza Bosco kuchukua irizi ya Tumaini ulifanywa ili kumkomboa Baba Bosco. Walishtuka sana kwani wao walikuwa hapo katika kuhakikisha kuwa Baba Bosco anaondoshwa uhai wake na kutumika kama kafara. Walibaki na hamaki tu. Baada ya kupokea ishara za kichawi kuwa wale watu wawili wameshamaliza kazi, Bindaku, Babu na Mwanamapembe waliaga kwa Mama Bosco na kutoa ahadi kuwa watakuja tena mchana kwa kujulia hali. Walitoka hospitalini hapo kwa mwendo wa shuta. Walipofika nje na ofisi hiyo, watu wote waliongoza upande wa kusini kutafuta kichaka na wachawi wote wakatoweka mahali pale. Huko Mama Bosco alimkamata vilivyo Bosco na kuongozana naye hadi wodi ya kiume. Kichwani mwake akiwa hana amani yuko mume wake bado yuko hai, kwani usiku alikuja juu yake na kumpa vitisho.
Alihisi Tumaini ameshafanya yake tayari, hivyo alienda tu kuhakikisha kama alikuwa amewahi ama amechelewa. Alichechemea hadi kitandani, kitanda namba 13, kisha akasimama. Mbele yake kulikuwa na harufu ambayo ilitapakaa chumba kizima. Kulikuwa na maiti imeoza kabisa, tena ilioza kwa takriban wiki nzima. Macho ya Bosco yalikutana na mwili wa mwalimu wake. "Mama, mwalimu!" Alishia kunyosha tu kidole Bosco. Maiti ya mwili wa mwalimu wake ilikuwa katika hali mbaya sana na alionyesha amepigwa na kitu kama shoka hivi mwili mzima. Alibondeka mwili mzima. Bosco alishajua kwamba hii kazi ilikuwa ya Tumaini. Alimficha Bosco katika makalio yake ili asiendelee kuona kile ambacho kiko mbele yake. Alinua macho yake hadi pale kitanda namba 14 na kisha akashtuka. Alibaki mdomo wazi Bosco. Aliona mgomba tu umelazwa katika kitanda alicholala mume wake. Mshango wake ulimtoa Bosco kule alikojificha na kukimbilia kitandani, kitanda ambacho alikuwa amelala baba yake. Bosco aliona mwili wa baba yake na sio mgomba. Ni mama yake tu alikuwa anaweza kuona mgomba. Bosco alijikuta anapata nguvu na kuhisi mguu wake umepona kabisa. Alimega hatua kadhaa hadi ulipo mgomba ule, akamtoa Bosco kitandani. "Bosco, acha, hakuna mtu hapa." Alimkaribia na kumtoa kwa nguvu Bosco ambaye alikuwa haelewi kitu chochote kile. "Umemwona yule mwalimu?" alimuuliza Bosco. Lakini Bosco hakujibu. Alianza kuzibana pua kutokana na harufu kali. Kitu cha ajabu, hakukuwa na mhudumu hata mmoja katika chumba hicho. "Tumaini wako huyo amemuua mwalimu wako, amemchukua na baba yako." Mama Bosco alianza kuchochea vita kati ya wapenzi hawa. Bosco akapatwa na msisimko wa ajabu sana na kuangalia tena kwenye kitanda alichokuwa amelala baba yake. Aliona mwili tu. "Baba amechukuliwaje? Si huyu hapa?" aliuliza swali la kijinga kabisa. "Muamshe." Mama alimpa ruhusa ya Bosco kumwamsha baba yake ambaye alikuwa haamini kama baba yake hayupo. Alishakuwa amechukuliwa kichawi. Alimwamsha Bosco. Alimwamsha sana baba yake bila mafanikio. Na mwisho akamgeukia mama yake. "Bado hujakuwa wewe. Huyo si baba yako. Baba yako ameshachukuliwa. Huo mti ni mgomba tu hapo chini. Inabidi niende tuni." Aliongea huku akisimama kwa ustadi Bosco. Alikunja mashavu yake kama mtu mwenye kisasi. Alijua kabisa moja kwa moja mbaya wake ni Tumaini tu. Ni lazima mteketeze Tumaini. "Bosco, vita imeanza. Huna budi kunifuata mimi mama yako. Tunaenda kumkomboa baba yako. Ila kitu cha kwanza, twende kwa tuni wote nikakute kitu kwanza." Aliongea Bosco huku akiweka ilizi yake ambayo ameishikilia kwa muda mrefu sana mfukoni mwa Bosco. Alimshika mtoto wake mkono na kuanza kuongea maneno ya ajabu. Bosco alikuwa anafuata maelekezo tu. Walipotea ndani mle na kutokea nje, nyuma kabisa hospitali. Na hapo tena walipotea mama pamoja na mtoto wake. Tumaini bado alikuwa na kiganja chake kiangalia matukio yote yalikuwa yanatokea hospitali. Na sasa alishajua kila kitu kuhusu Bosco. Bosco anahitajika na kila mtu. Bosco ni nguvu ya tuni. Bosco ni alama ya kishumu. Bosco ni udhaifu wake yeye Tumaini. Na mwisho akabaki yeye tu na kiganja chake. Ilikuwa ni mara baada ya mama Bosco na mtoto wake kupotea. "Lazima niipate damu ya Bosco. Lazima pia nimkomboe Bosco. Lazima niwakomboe pia wazazi wangu." Hiyo ilikuwa ni ahadi ya Tumaini ambaye alikuwa akijiwekea kwa chumbani kwa bibi yake na akaanza kujiandaa sasa. Kama kawaida yake, baada ya kumaliza kujifunga vitambaa kadhaa katika kingo za mikono yake, akapata unga wake na kunyunyizia ile irizi kubwa kuliko zote mle ndani. Akaitinga mabegani mwake na sasa ilikuwa ni nyepesi kuliko alivyotarajia. Safari ya kuelekea tuni ikawadia. Akafanya makeke ya hapo na pale, mwisho kushikashika kile kitabu ambacho aliiba kwa Bindaku. Akafungua ukurasa upya baada ya ule wa mwisho kuandikwa, akaandika. Kazi inaendelea. Alitumia lugha rahisi ambayo anaweza kuisoma kila mtu na kupata maana. Akafunika kitabu hicho na kukiacha juu ya kitanda cha bibi yake. Akapandisha na kuzishusha pumzi Tumaini. Akadundisha kwanza mapigo ya moyo kwa kasi na kurudisha kama mwanzo. Akavimba mwili mzima na kuwa mtu sitazamika. Macho yake yakashaanza kuwaka tena. Tumaini kwa sasa alianza kuwa mrefu kuliko kawaida. Ule ufupi ulimtoka, kucha zake zikawa kubwa kuliko mwanzo. Nywele nazo hazikuwa mbali hata kidogo, zilizaliana na kukua kubwa kumfunika mpaka shingoni mwake. Alibadilika sana Tumaini, na sasa akajipachika lile jina ambalo alikuwa na ngoma kutoka mwanzo kuitwa Matuni. Alijisemea moyoni na kupotea. Akapotea Tumaini, na katika umbile lile safari ya ukombozi ikawa imewadia. Tunarejea sasa Tuni. Watu watatu walitoa katika Tuni baada ya kutoka hospitali kwa mama Bosco. Walikutana na wale vijana wawili ambao walimshikilia baba Bosco. Walimbeba mpaka katika uchanjo mmoja ambao ulikuwa umetengenezwa kwa njia ya miti. "Babu, vipi?" mama Bosco akijua hili aliuliza Mwana Mapembe kwa woga. Anajua kila kitu, ila nimempumbaza kidogo tu. Kwa sasa anajua Matuni ndio mbaya wake na naona yuko njiani kuja na mtu ambaye tulimtarajia. Alizungumza babu na kucheka sana kwa sababu aliamini kwamba mama Bosco alikuwa anakwenda kumleta Bosco katika Tuni. Wote walitikisa vichwa kukubali uwezo wa babu. Kumbe babu alishampumbaza mama Bosco mapema tu, na tayari mama Bosco alishatoka hospitali na kufunga safari hadi Tuni. Alikuwa na Bosco kama ambavyo ilitarajiwa. Na sasa tayari walitua katika ardhi ya Tuni.
Safi sana Sakura kwa kufanya kazi nzuri. Hakika umekuwa shupavu mkubwa. Umeisaidia Tuni. Alicheka babu yule na kufurahi sana akimkaribisha Mama Bosco katika Tuni na kumpa pongezi yake. Watu wote hao waliotua hapo Tuni, Bosco alikuwa amelegea sana kiasi cha kumfanya asione wala kusikia chochote ambacho kilikuwa kinaendelea. Hakuwa rasmi mchawi Bosco, alikuwa amechoka tu. Baada ya hapo walipeana maagizo machache na babu akabaki na Mama Bosco na kumtongoza kifikra ili akubaliane na maisha halisi ambayo yalikuwa anataka sasa hivi. Ulikuwa kilema maisha wewe, nimekupa mguu na sasa unatembea, si ndio? Aliuliza babu. Ndio, alijibu Mama Bosco. Sasa kitu ambacho natakiwa kunipa wewe ni mume wako. Tumeshamchukua tayari na sasa yuko Tuni. Tunataka tumtokomeze adui wako namba 1 na unatakiwa kuruhusu mume wako awe sadaka kwa ajili ya uzao mpya wa Tuni. Alimshawishi Mama Bosco. Nimekubali. Mama Bosco alikuwa kama zuzu vile, alikubali kila kitu. Kila kitu alichoambiwa alikubali tu na kumwacha babu akijichekea mwenyewe kwa furaha. Wakakubaliana kutolea kwa sadaka pamoja na kuwapa viongozi wao nguvu. Walikubaliana. Tuni sasa ilikuwa na changanyikeni. Kulikuwa na sherehe kubwa sana katika Tuni. Yote hayo ilikuwa ni kusindikwa upya kwa mji na kuanzisha mapambano dhidi ya mtu mwenye lengo la kuvunja sheria za Tuni. Umati wa watu uliopo hapa walibeba miali ya moto. Kila mtu alikuwa akicheza na kuongea lugha zao ambazo zilikuwa zieleweki. Katika umati huu kulikuwa na duara ambalo limezungukwa na watu wote watatu. Alikuwepo Bindaku, Mwana Mapembe na yule babu. Wote walishikana mikono wakielekea kuongea lugha za ajabu. Katika duara lao kulikuwa na miti ambayo ilichongwa vyema hivi na kwa mfano kitanda. Na katika kitanda hicho alikuwa Bosco. Bosco ambaye alikuwa hapo akiwa uchi kabisa. Hakuvikwa nguo yote ile. Alikuwa usingizini mzito akiotesha ndoto za ajabu tu. Mwana Kalenge waliendelea kuimba huku wakizunguka mwili wa Bosco. Walifanya hivyo bila kuacha hadi pale walipopewa amri. Mkuu, kila kitu kiko sawa. Alikuwa kijana yule ambaye alipewa kasi ya kwenda kumchukua Baba Bosco hospitali. Alikuja na mfuko mkubwa ambao walishinikiza watu wawili kuburuta sehemu hiyo na umati wote ukatulia na kusikiliza kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Saadi kijana alikuwa ni babu ambaye alimpa pongezi kijana wake na kufanya kile alichoagizwa. Aliwaangalia wenzake wawili waliozunguka pale na wote kutabasamu. Licha ya ubaya wa sura zao zikutisha, lakini walikuwa wakitabasamu na kucheka kwa pamoja. Kijana yule alikabidhi mfuko kwa babu na wote wakati kuzunguka pale alipo Bosco na kujikusanya ambapo ulipo ule mfuko. Kuna viungo hapa havitakiwi kuliwa na sisi watatu. Miguu, mikono na kichwa. Mimi nakula uume. Bindaku wewe utakula moyo. Na Mwana Mapembe anapenda sana kalio. Vilivyobaki vyote ni mali ya huu mati. Si wapo hapa wote wawili? Aliuliza babu na yule kijana alileta mfuko. Ndio, Bindaku aliniambia nianze na Baba Bosco. Huyu ndio wa muhimu zaidi. Aliongea na kumwacha babu muangalie Bindaku na kisha kutikisa kichwa. Alifungua ule mfuko na kuingiza mkono. Alitoka na mikono miwili ya Baba Bosco ambayo ilikwisha kuwa imetayarishwa vizuri. Akasogeza karibu na ule umati na kutamba kidogo. Tunapata nguvu ya kuanza na kuifufua tena Tuni. Tuishi kwa niaba ya watu. Damu ya Bosco itakuwa inamwagika katika miili yetu na tutakuwa na nguvu ya kusimamisha kila kitu duniani katika Tuni. Aliongea machache na kurusha mikono yake ambayo alikuwa ameishika hadi watu walipo pale na kufanya kugombaniana mikono ile kwa ajili ya kula nyama. Babu alirudi katika mfuko na kunyomoa tena miguu. Alichukua nayo na kurusha kwa wale watu. Vivyo hivyo katika viungo vingine. Mwana Mapembe alipata makalio yake, Bindaku akapata moyo na yeye kubaki na pingili ya moyo wa Baba Bosco ili mtosha kabisa katika kurejesha nguvu zake. Zoezi la kwanza likawa limeisha. Likabaki zoezi moja tu la kujiongezea nguvu kutokana na damu ya Bosco. Mama Bosco alitamani mno na yeye ashiriki katika zoezi hilo. Alitamani kuwa na nguvu nyongeza kutoka kwa mtoto wake. Na kisha akasikia, Sakura, njoo weke kisu katika moyo mtoto wako. Inawezekana nawe ukawa ni mtu mwenye nguvu utakayesaidia safari yetu. Aliitwa Mama Bosco na kufurahi kupita maelezo. Alitamani sana nafasi hii, kwa kweli sasa ilikuwa imemjia. Aliharakisha sana na akashika kisu ambacho kingetumika katika kafara ya kumtoa mtoto wake. Walimzunguka tena Bosco na walikuwa wako 4. Pamoja na mama yake mzazi walianzia tena zile nyimbo za ajabu wakimzunguka Bosco. Walifanya hivyo hadi mara 6 na kutulia. Walikaa kimya kwa dakika 3 kisha kuanza tena kufungulia macho yao na kuendelea kuimba. Weka kisu katikati ya moyo wa kijana wako. Hakikisha umeweka sehemu sahihi ili damu turukie wote hapa 3. Kwa jasiri Sakura, alisema babu ambaye alimpa maagizo Mama Bosco ya kumchomekea kisu mwanae katika moyo. Hakuna pingamizi juu ya hili. Mama Bosco alikikita kisu katikati ya sehemu ya moyo ambayo ilikuwa ni mtoto wake, lakini kisu hicho hakikupita, kilidunda. Wote wakashangaa, ilikuwa ni muujiza. Jaribu tena, tumia nguvu. Babu alimshinikiza tena Mama Bosco na kufanya kile kitendo. Akazivuta nguvu za Mama Bosco na kitendo kile kajirudia. Kisu kikuingia ndani kabisa katika mwili. Mwili wa Bosco ulikuwa kama chuma.
Hebu ngoja. Alisitisha zoezi lile babu na kuzunguka mwenyewe. Alizunguka ule mwili peke yake na kisha akarudi aliposimama mwanzo. Atoa hicho. Aliamuru Mama Bosco atoe kitu katika nguo za Bosco ambazo zilikuwa zimewekwa chini ya kile kitanda cha mti. Mama Bosco akainama na kuokota suruali ya Bosco. Aliingiza mkono na kutoka na irizi, akampa babu lakini alikataa. Rusha kwenye ule mfuko, nenda kaifunge. Alitoa tena amri kwa Mama Bosco na kisha Mama Bosco akafanya kama alivyoagizwa. Alirudisha irizi hiyo katika ule mfuko ambao alikuja nao pamoja na viungo vya mwili wa Baba Bosco, akaufunga kwa juu na kurudi katika zoezi lake la mwanzo. Alichukua kisu kile na kukivuta hadi juu. Kiliposhuka katikati ya moyo wa Bosco, damu ziliruka juu na kushuka katika miili ya wachawi wale wanne. Ghafla walikumbwa na mtikisiko wa mwili, kila mtu akatulia kwake. Mama Bosco alikitia kisu hicho katika mwili wa Bosco na yeye akaanguka chini. Umati ulikuwa ukishuhudia tu kwa ukimya mkubwa. Alianza kubadilika mwana mapembe, ngozi yake ilikuwa kama ya paka, meno yake ilianza kuwa makubwa sana. Alijinyonga peke yake kama mtu ambaye aliona baridi, mwisho akawa paka mkubwa sana. Aliinuka na kulia kama paka kisha akarudi katika mwili wake. Babu naye alikuwa ni kiumbe wa ajabu sana. Mvi zake zilimelemeta haswa katika utusi wake wa kiumbe chake. Alikuwa na misuli ya ajabu sana, mguu wake mmoja akamega tu na kusababisha mpasuko wa ardhi. Alikuwa mwekundu mwili mzima. Alikuwa kiumbe wa ajabu sana ambaye hakuwa anaelezeka kwa ufanisi. Mama Bosco yeye alikuja kuwa na umbo la mbwa mkubwa sana. Toka adondoke sehemu ya chini ile, Mama Bosco alianza kugugumia kama mbwa, huku umbo lake likibadilika na kuwa mbwa mkubwa na kisha karudi tena kuwa binadamu. Wa mwisho alikuwa ni bibi wa kazi Bindaku. Yeye alihisi tu mtetemo katika mwili wake na asibadilike kitu. Hakubadilika kabisa. Alikuwa kama ambavyo alikuwa mwanzo, na wote wakasimama kwa kushikana mikono. Umati wote ulishangaa sana tukio hilo. Lakini pia walishangilia. Na katu hawakuwahi kuona kabisa maajabu kama hayo toka tu nizaliwe. Walishangilia kwa lugha zao za ajabu na walifurahi sana kuona viongozi wao sasa wamepatiwa nguvu. Upepo wa ajabu na mkali ulianza kutokea sehemu ile na watu wakashindwa kabisa kuonekana au kuona nini kilikuwa kinatokea. Wenye imani haba walikumbwa na upepo huo na ulikuwa ni ujio wa mtu. Ndio, alikuwa ni Matuni. Matuni aliingia kwa shari sehemu hiyo na kukuta harakati za hapa na pale zikiendelea. Alikuja kama kimbunga hivi sehemu hiyo na mwisho upepo ulikaa sawa na hali ilirudi kuwa shwari mbele ya wachawi wale watano, na kulikuwa na mrembo mwingine shupavu wa kushindana naye ambaye alikuwa ni Matuni. Matuni alikuwa amevimba kwa hasira kubwa. Kisha babu alicheka sana baada ya kumwona Tumaini amefika muda mwafaka kabisa. Alikumbuka mara ya mwisho ambapo upepo wake ulimrusha nusura apoteze uhai, na sasa wote walikuwa na nguvu za ajabu. Babu yule alicheka tena na tena. Bindaku aliona kabisa vita imeanza. Alitenganisha eneo hilo vipande vitatu. Alikuwa na uwezo mkubwa sana Bindaku. Aliweka uzio kwa umati ule wa wachawi upande wake ambako yupo Bosco ambaye amechomwa kisu cha moyo. Yeye akamchukua mtoto wake na kutoweka upande mwingine. Akawaacha Mama Bosco na babu walianzishi pia. Alitengeneza mazingira ya kumfanya Matuni akose ushirikiano. Akabaki Matuni, babu pamoja na Mama Bosco. Matuni alikuwa imara sana kukabiliana na mtihani ambao ulikuwa uko mbele yake. Babu alianza kujitoa chambo kwa kupambana na Matuni. Kwanza alileta ule mwanga wake ambao ulikuwa ukiwaka na kuzima kila sekunde. Akawa tayari kumkabili Matuni. Walianza kurushiana makombora kadhaa huku kila mtu akikwepa mwenzake kwa ustadi. Babu alikuwa mwepesi sana katika kurusha haraka na kumshinda Matuni, lakini hakufua dafu. Yote alipita pembeni na hakuna ambalo lilileta athari hata moja. Na sasa wakasogeleana. Kila mtu alikuwa na hasira aina yake. Macho ya Matuni sasa yalianza tena na ule mwanga mwekundu kiasi cha kuanza kuchoma baadhi ya vitu ambavyo alikuwa anaviangalia. Babu hakuwa mbali, tayari alibadilika na kuwa kwenye umbo lile la jitu. Alikuwa mkubwa sana kiasi cha kumwona Matuni kama mtoto mchanga. Alipojipiga kifua chake na kuacha sauti za ajabu, kila mtu ambaye alikuwa akimsikia alishtuka sana. Kila akimega hatua basi hakuna kilichobaki salama mahali pale. Alikuwa ni hatari kwa aina yake babu. Na sasa alianza kukabiliana na Matuni ambaye alikuwa amebadilika na kuwa lile joka. Japokuwa joka lilikuwa kubwa zaidi kumshinda Matuni, lakini halikufua dafu kwa jitu lile. Jitu lilikuwa bado ni kubwa mno. Joka lilirusha mate kadhaa ambayo yalimwagika tu kifuani kwa jitu lile, lakini hakutikisika kabisa, na sasa ilikuwa ni zamu ya jitu kujitapa. Jitu alirusha mikono yake miwili na kulishika joka hilo sehemu ya kichwa, akapapatika nalo hadi chini, akasimama na kukaa sawa, bado hakuliachia. Jitu lilikuwa linakomaa tu kutoa udende kama mvua za vuli. Akaminya vizuri Matuni hadi akabadilika kutoka jitu na kuwa Matuni kabisa. Alibadilika Matuni katika umbo lile lile. Akabadilika tena akiwa mikononi mwa lile jitu. Lile jitu lilimtupa Matuni hadi upande mwingine ule wa ukuta ambao alikimbilia Bindaku. Alipita pale pale katikati ya ukuta wake, aliubomoa kabisa na kurushwa. Akaubomoa kabisa baada ya kurushwa na hilo jitu. Alianguka chini Matuni. Na tayari upande ambao aliangukia ulikuwa na Bindaku ambaye
alikuwa na mawe akimsubiri Matuni kwa hamu sana. Punde lile jitu pia likaingia, wakaungana kwa pamoja, jitu pamoja na Bindaku. Babu alibadilika na kuwa jitu na Bindaku hakubadilika, alikuwa vile vile lakini mwenye nguvu zake. Matuni akaanza tena kujipigiza katika mawe, huku nywele zake zikichanua na kuwa kubwa zaidi ya zile za mwanzo. Alianza kuwa mrefu Matuni, miguu yake na mikono ikaongezeka na urefu zaidi. Akaanza kutambaa katika mawe yaliyopo katika eneo lile, macho yake yakawa hayana tena ule mwanga mwekundu, ilikuwa ni meusi tu. Aliwatazama, zilimtoka nduki Matuni na kuwachanganya watu wawili waliosimama vilivyo kumkabili. Mbio ziliwafikia watu hao ambao walikuwa wanamsubiri Matuni afike karibu yao ili wafanye kitu. Ni kweli walifanya. Babu na Bindaku wote kwa pamoja wakapiga Matuni pigo la kichawi na kumfanya Matuni apae hadi upande wa pili wa eneo lingine. Kupaa kwake ukawa faida nyingine, kwani alipigiza katika mwili wa Bosco na kufanya kisu kilichochomeka mwanzo kiendelee kuzama ndani ya mwili wa Bosco. Damu ya Bosco ikatapakaa katika mwili wa Matuni. Aliruka kutoka katika mwili wa Bosco na kukaa sawa, na sasa alikuwa amevimba kabisa Tumaini. Mwili wake ulianza kuvuja jasho la damu kila sehemu, na hasira za ghafla zilimkamata sasa. Alianza kupiga kelele Matuni, na Tuni nzima ilikuwa ikisikia kelele zake. Alikuwa kama analia hivi Tumaini, kwa sauti kubwa ya kutisha sana ambayo ilishtusha kila mtu ambaye alikuwa akiisikia. Matuni alipoingiwa na damu za Bosco akawa mkali na mchachu kama ndimu. Aligugumia sana kama mzazi ajifunguaye mtoto wa kwanza. Alikuwa anavimba tu na kuwa mkubwa sana tofauti na kawaida. Matuni sasa alikuwa mkubwa kiasi cha kuona kila kinachoendelea Matuni. Wale wazee walikuja tena. Sasa alikuwa ni mama Bosco, Bindaku na yule babu ambaye alikuwa katika umbo la kawaida. Alikosekana mwana mapembe tu sehemu hiyo. Wote walifika eneo la tukio kushuhudia jinsi Matuni alivyovimba na kuwa mkubwa mno. Walimchungulia tu kama binadamu walichungulia hapo jua. Hawakumaliza kuchungulia. Wakajua itakuwa ni kawaida kumwangamiza kabisa Matuni, na wote wakabadilika katika mambo yao ya ajabu. Mwingine akawa mbwa, mwingine akawa jitu, na Bindaku sasa aliweza kujibadilisha, alikuwa bundi. Alikuwa ni bundi mkubwa sana Bindaku, na wote wakajipanga tayari kumwangamiza Matuni, lakini walikuwa wameshachelewa tayari. Walifanya kosa mwanzo kumrushia Matuni kwa Bosco. Matuni alipiga lile kunga lake la nguvu na kufanya mtetemeko Tuni nzima. Sauti yake ilikuwa kali sana kiasi cha kufanya watu wale watatu waanguke chini na mambo yao. Walishindwa kuhimili kabisa mikiki hiyo, wakabadilika na kuwa binadamu wa kawaida. Wakashika masikio yao wasiendelee kusikia kelele zile ambazo Matuni alikuwa anazipiga. Walianza kutoboka sehemu mbalimbali za miili yao, walikuwa wanapasuka tu, mara masikio yanatoa damu, mara wanapofunua macho yao wanashindwa kufunua, na mwisho matumbo yao yakawa yanapasuka. Licha ya mambo hayo kutokea, Matuni hakuacha hata kidogo kuendelea kupiga ile kunga ambayo iliyosambaratisha wale wachawi watatu. Mwisho kelele zile zilisomba viungo vyao vyote ambavyo vilikuwa vinaelea tu hewani na kurushwa mbali kabisa. Matuni aliongeza spidi ya sauti na kufanya kila kilichopo Tuni kiliharibika. Alivunja miti yote iliyopo Tuni. Sehemu ya jangwa na mchanga ulizidi, sehemu ya milima pakawa tupu. Sidhani kama kuna kiumbe libaki Tuni kwa dhoruba ile. Hali ya Bosco naye ilirushwa mbali kidogo na sehemu ile iliyopo. Ule mwanga wa kuwaka na kuzima sasa ukazima kabisa, kukawa na kiza kubwa sana katika Tuni. Matuni aliingia chini baada ya kukosa nguvu na kujirudi katika umbo lake la kawaida. Alinyong'onyea sana Matuni na kubaki na nguvu za kujikokota tu kuelekea ulipo mwili wa Bosco. Aliweza kuona kutokana na uwezo katika macho yake. Tayari alikuwa na mwili wa Bosco ambao ulikuwa na kile kisu sehemu ya moyo. Mwili ulikuwa mtupu kama ulivyozaliwa. Clofil etala li falaso do etlali. Matuni alitamka yale maneno ambayo aliyasoma katika kile kitabu cha Mwanzo. Alipotaja maneno hayo bila kukosea na kufanikia kupotea eneo lile, Matuni alipotea akiwa na Bosco katika Tuni. Walikuja kutokea katika msitu ule ambao walipotea siku ya kwanza alipotamka yale maneno. Bado alikuwa na Bosco mapajani mwake. Matuni aliangaza huku na huko bila kuona chochote. Hakukuwa na ule upepo mkali ambao ulikuja siku ile, na hata ile miti ambayo ilitulia siku ile leo haikuja tena. Alibaki tu kumshikilia mashavu Bosco wake bila kumwamsha. Bosco alikuwa bado amelala pasi kuamka. Yuko chini kabisa na kisu chake kifuani, bado alikuwa mapajani mwa Matuni. Alikuwa hana dalili yote ile ya ufahamu wala uzima Bosco. Wakati wako pale kuna kiumbe kilitokea mbele kabisa Matuni na kusogea pale walipo. Matuni sasa alikuwa hakuna anachokiogopa. Alitulia tu akimwangalia huku mikono yake ikiendelea kumpapasa Bosco taratibu. Kiumbe huyo alifika hadi pale chini na kuchuchumaa. Alimwangalia sana Matuni usoni na kisha kupeleka macho yake kwenye mwili wa Bosco. Kiumbe huyo alichukua mkono wa Matuni na kushikisha kile kisu kifuani kwa Bosco. Alimkamatisha kile kisu na kukitoa pale kifuani.
Kulikuwa na rangi nyeusi tu ambayo ilionyesha shimo lililopita kwenye kile kisu hadi moyo. Na baada ya hapo, yule kiumbe alitoa ishara kwa Matuni kufanya kila kitu kwenye lile tundu ambalo kilitolewa kisu. Matuni alielewa hilo, akafumba macho yake na kuita hisia. Alipofumbua nguvu zake za mwanzo zilimrudia Tumaini. Alitumia macho yake mekundu kumulika katika lile shimo na kuliziba. Lile tundu lilijiziba lote na kuacha kovu tu kama mstari wa rangi nyeusi, lakini Bosco bado hakuonyesha dalili yoyote. Alikuwa ametulia tu, hakuonekana kama anaamka au alikuwa amefariki. Kiumbe huyo sasa alimtoa Bosco mikononi mwa Matuni na kumlaza chini kabisa ya ardhi. Alinama na kumpumulia upepo ambao ulitoka mdomoni mwake, na baada ya hapo aliinuka na kumnyanyua Bosco. Alimwangalia Matuni na kuonyesha ishara ya kuwa mfuate anakoelekea. Matuni alifanya hivyo. Walitembea kidogo tu na kufika mwisho wa msitu ule, na mbele yao kulikuwa na maji mengi yaliyokusanyika kama bahari. Kwa mbele kabisa kulionekana kuwa na jangwa, kulikuwa na mandhari ambayo ilishangaza kwa kweli. Upande maji, upande jangwa, upande msitu. Hii ndio Kishumu, mji wa fikra ambao walikuwa na uote kwa muda mrefu sana. Yule kiumbe alimteremsha Bosco hadi ndani ya maji na kumwacha. Matuni aliona kitendo hicho ambacho yule kiumbe alikifanya, lakini hakuwa na pupa zaidi. Alijua kuwa ule ulikuwa ni msaada ambao alikuwa anapatiwa kiumbe huyo. Bado Matuni alikuwa kimya bila kutoa neno. Aliendelea tu kumtazama Bosco katika bahari ile, na mwisho alimwacha kabisa juu ya maji. Bosco alielea kwa muda mfupi sana kama mtu ambaye alitowekwa na uhai, na mwisho akazama. Alizama Bosco ndani ya maji na akapotea mazima kabisa. Matuni alishtuka na kumsogelea yule kiumbe. Alitaka maelezo ya kina Bosco atarudi muda gani pale juu. Una mtihani mmoja tu. Ukiweza huo mtihani kweli, wewe ndio mtu ambaye tulikuwa tunamsubiri kwa muda mrefu sana. Ukiweza ufumbo hilo, basi utakuwa huru kurudi katika dunia yako bila mahangaiko wala hofu ya aina yote ile. Utakuwa huru, utaishi na Bosco wako. Aliongea yule kiumbe kwa sauti nzito mno. Alikuwa na umbo kama la mjusi. Namtaka bibi yangu, alitoa amri Matuni. Bisembe bin Makunyanga, Clara, mama na baba yako wote wako chini ya kifungu cha Kishumu. Unaruhusi ya kuondoka na Bosco tu huku. Hao wote ni wakosaji na wako huko kwa usalama wako. Bila shaka Bosco utampata tena akiwa mzima kabisa, lakini Bisembe na wenzake wako kifungoni. Fanya kuwakomboa tu watoke katika kifungo, lakini si kuwatoa Kishumu. Aliongea yule kiumbe na kumwacha Matuni akibaki kinywa wazi. Umetaja jina la mtu ambaye sina ufahamu naye. Huyo Clara ndo nani? Tunatarajia Clara kuwa kiongozi wetu pindi tu utakapotoweka humu wewe ndani. Clara ni mtoto wa mama Bosco na ni mdogo wako, mmechangia damu. Kwa maana baba yako alizaa na mama Bosco, ila mtoto huyu hana uhusiano wote ule na Bosco. Damu ni tofauti kabisa. Alijibu. Wapi sasa napata familia yangu? Hapa sio sehemu ya vita Matuni. Vita ya unapigana na fikra. Yaani mawazo yako ndio yanapigana na mawazo ya watu wengine. Ukitulia katika hili utashinda na kuwakomboa wazazi wako, lakini katu huwezi kuwatoa humu. Aliongea sasa ule kiumbe na kumsogelea Matuni. Jambo ambalo alilifanya ni kumsukuma Matuni hadi ndani ya ile bahari. Alimsukuma bila kuangalia ni wapi na ni kwa vipi atatulia. Alimpeleka katika vita ndogo ya fikra ya kuwakomboa wazazi wake katika mahangaiko na kuacha huru. Tumaini alipotelea baharini kama ambavyo alipotelea Bosco. Matuni aliposukuma ndani ya maji, alipoteza fahamu humo na kujikuta yupo katika jangwa kubwa lisilo na mwisho. Alikuwa ameegama katika sehemu ile ambayo aliwahi kuiota katika ndoto zake. Alifumbua macho na kujikuta yuko hapo. Alihakikisha kama sehemu hiyo ndio hiyo na aliikumbuka. Kishumu. Alisoma kibao ambacho likiegamia bila wasiwasi. Mwili wake ulikuwa umechoka sana kama mtu aliyesafiri umbali mrefu bila kula, kunywa wala kupumzika. Alikumbuka tu sehemu hiyo na alikumbuka kuwa siku ile alikuwa na kiu sana ambayo ilipelekea kufakamia damu ambayo kwa mara ya kwanza alihisi ni maji. Sasa alinyanyuka katika kibao hicho na kutafuta ule mfereji ambao ulikuwa unatiririsha maji. Alishika katika kibonde kimoja na kukuta ule mfereji ulikuwa umekauka tayari. Hakukuwa na maji wala damu. Alibaki kwa hamaki tu asijui wapi anaelekea. Nusu ya dakika ilimkuta hapo akiuangalia mfereji huo hadi aliona kuwa macho yake sasa yanaanza kuona damu zinateremka katika mfereji ule na kuja pale alipo. Alisogelea damu hizo kuhakikisha kweli ilikuwa ni damu, na leo aliona damu halisi kabisa na sio maji kama ambapo aliona siku ya kwanza. Alipata wazo la kufuatilia damu hiyo ambako ilikuwa inatoka. Akaanza safari Matuni. Alitembea kuzifuatilia damu hizo hadi alipoona pango kubwa ambalo limezungukwa na mchanga tu. Alipiga moyo konde kwa kujitoa kabisa muhanga. Akaingia ndani kabisa. Bado aliona mfereji huo ukiendelea mbele zaidi. Aliufuata bila kujali kutokomea zaidi ndani ya pango hilo, na mbele yake alikutana na kitu kama mlima hivi ambao ulijengwa kutumia watu. Alikimbilia Matuni hadi kufika hapo. Aisee, mbele yake aliona watu wengi sana wakiwa uchi kama walivyozaliwa, wakiwa wamepangwa kama mlima hivi kuanzia chini hadi kufunika sehemu inayofunika pango hilo. Watu hao walikuwa wanavuja damu ambazo zilikuwa zinatiririka katika ule mfereji. Matuni aliangaza kama kuna mtu ambaye anamfahamu, na alipata shida sana kutokana na maiti kuwa nyingi sana.
Alizipangua na kupita wazi ili kupata njia ya kupita. Alikuwa jasiri sana Matuni, hakuwa anaogopa kitu chochote kile. Alifanikiwa kupita na mbele yake kuliendelea lile pango chini ya jangwa, na sasa alikutana na maji. Kulikuwa na maji sehemu hiyo ambayo iliishia usawa wa zile maiti zilipo. Ilikuwa ni machafu sana, lakini ilitambulika kuwa ni maji. Alipita pembeni na kusonga mbele zaidi, na sasa alikutana na uwazi mkubwa sana. Ilionyesha kuna mtu yupo sehemu hiyo anajishughulisha na pilika za hapa na pale. Na pale alipokuwepo yeye kulikuwa na mwanga mwekundu tu chumba kizima. Damu zilitapakaa katika kila ukuta kwa michubuko ya kila kona. Kuna sehemu aliona miti ambayo ilikuwa haina hata majani, na kuna sehemu kulikuwa na ukungu kama ule wa sehemu zenye baridi na kushindwa kuona mbele. Kuna sehemu kulitanda tandu za buibui na kuleta mandhari chafu sana mle ndani. Mifupa ya wanadamu pia ilikuwepo, na walikuwa wametundikwa juu ya kuta kama picha za viongozi maofisini, na wote walikuwa uchi. Matuni aliendelea kushangaa mle ndani, na kisha akasikia sauti. Binti, ilisikika sauti ya kikongwe ikiwa nyuma yake. Tayari alikuwa ameshikwa bega Matuni. Aligeuka na kukutana na sura mbovu sana. Mdomo wa kongo huyo uligeuka upande. Nywele zake zilikuwa hazina muunganiko. Alivalia lile vazi kama wale wapishi wa kimataifa. Mkono mmoja ulishika shoka na mwingine ulimshika bega bado Matuni. Matuni aligeuka na kumtazama kikongo huyo kwa muda mrefu bila kufifia wala kuchoka. Lakini alimtazama pia, ni vipi alikuwa hajafa. Ruhusa amekupa nani kuingia humu? Afu inaonekana una harufu sio ya kawaida. Wewe ni nani? Aliuliza bibi huyu akimzunguka Matuni akiwa na mashaka, lakini pia akiwa na shoka lake. Mwisho alitulia. Bila shaka umekuja kunichangia damu Alicheka bibi huyo, na Matuni alikuwa kimya sana. Alikuwa kimya tu. Bibi huyo alimshika mkono Matuni na kumvuta kwa nguvu sana. Alikuwa na nguvu sana huyo kikongwe. Tumaini alishindwa hata kujikwamua. Akasindikiza na bibi huyo ambaye alishika shoka mkono mwingine, akampeleka Tumaini katika chumba chake cha matayarisho. Kulikuwa na meza kubwa sana ambayo ilikuwa imetapakaa damu. Chumba hicho kilikuwa ni kwa ajili ya kukatia viungo vya binadamu. Kulikuwa na ndoo kadhaa ambazo damu zilijaa mpaka kumwagika. Kulikuwa na taa kubwa sana juu ya meza hiyo. Kilikuwa ni kama chumba cha operation vile. Bibi huyo alikwangua meza nzima kwa shuka lake kama anaisafisha vile. Akamlaza Matuni juu ya meza. Matuni alikuwa anahangaika tu kujikwamua, lakini ilishindwa kutokana na nguvu za bibi yule. Aliingia katika nyumba ya watu bila ruhusa, na sasa ilimgharimu Matuni. Hakuwa na zile nguvu alizojivunia Tuni. Hii ilikuwa ni idara nyingine kabisa ambayo nguvu zake hazikufanya kazi. Yule kikongwe baada ya kuona Matuni ni msumbufu sana, akaamua kumnyamazisha kabisa. Akachukua kipande kimoja cha nyama binadamu na kumlisha mdomoni. Kilikuwa kikubwa kiasi cha kushindwa kupita na kuziba ngebe ya Matuni. Akanyosha mkono wa Matuni wa kulia na kukata vidole vya Matuni. Alipurura vidole vyote vya Matuni na kumwacha anahangaika kwa kupiga kelele za msaada. Matuni alikuwa hana vidole sasa. Alikuwa analia tu bila msaada wowote ule. Yule bibi alikuwa anacheka tu. Alishaizoea kazi hiyo. Akamchukua Matuni na kumpeleka sehemu ambayo anahifadhi watumwa. Huko kulikuwa na wafungwa kadhaa ambao pia walikuwa wanasubiri siku yao ya kukatwa viungo. Alilia sana Matuni nusu apoteze fahamu. Alijikaza kabisa kisabuni, na bibi huyo alimfungia mle ndani na kamba, na yeye alitoweka. Alitoweka yule bibi pale ndani na kumwacha Matuni akiwa katika maumivu makali sana. Baada ya kutoweka kwa yule bibi mle ndani, Matuni alianza kutapika. Alitapika sana kutokana na kile kipande cha nyama ambacho ilikuwa imelishwa. Maumivu alikuwa anahisi yalikuwa ni mazito sana, na tayari alishapoteza na vidole tena. Mbele ya Matuni na sehemu nyingine mle ndani kulikuwa na mateka wengi sana. Kitu kilichofanya zaidi kulikuwa na giza. Kitu kilichokuwa ni kibaya zaidi kulikuwa na giza sana. Matuni aliangaza sana kila pande kama ataweza kuona mtu yote yule ambaye anafahamana naye. Alichunguza sana kwa shida kabla hajastushwa na sauti ambayo anaitambua. Hakika umepigana sana mwanangu. Unabudi kupewa hongera. Haya, hatua chache sana zimebaki kuja kutukomboa. Tupo hapo Matuni mwanangu. Alikuwa ni Bisembe. Bisembe aliongea na Matuni leo live. Hawakuonana kutokana na giza, lakini mioyo yao ilishikana sana. Alikuwa ni mtu na bibi yake ambao walikuwa wakipendana sana. Sauti hiyo ilimpa nguvu sana Matuni na kujikuta analegeza kamba za kikongo yule. Hakujali vidole vyake vilivyotoweka Matuni. Alijikusanya mzima hadi kuchomoka katika kifungo kile. Alitoka Matuni na sasa aliwaza kwenda kummaliza bibi yule na kisha kuja kuwafungua wazazi wake. Alitoka kwa kunyetedi kufika katika chumba kile alichoingizwa mwanzo. Alikutana na mizoga tu mezani ambayo ilikuwa imekatwa tumboni na kutelekezwa hapo. Alitoka katika chumba hicho Matuni na alienda hadi kwenye ule ukumbi aliposhikwa mwanzo na kumkuta yule bibi akipiga videdea huku akicheza mwenyewe kwa madoido kabisa. Alishika mkono wa mtu huku akikoroga katika moja ya pipa kubwa la mle ndani. Alikuwa anapika kitu. Hilo alijua Matuni kwa kumtazama tu yule bibi. Matuni alichukua mfupa wa mguu wa binadamu uliokauka vizuri pembeni yake, akanyenda taratibu na kwa ufanisi mkubwa mno hadi kumkaribia yule kikongwe.
Alimtwisha ule mfupa wa kichwa na ule kikongwe alianguka chini. Akaona haitoshi, Matuni akampanda bibi huyo na kuanza kumshambulia kichwani. Alimpiga sana sehemu ya kichwa hadi akapasuka kabisa. Kichwa cha kikongwe huyo hakikuwa na ubongo hata kidogo. Walitoka wadudu tu wa ajabu na wakawa mwisho wake pale chini. Tumaini lichungulia katika ile pipa na kukuta viungo vya binadamu kama utumbo, figo na maini. Akaachana navyo na kwenda kutoa msaada. Alifika mle ndani na kumtafuta bibi yake Bisembe. Ni kweli alimkuta. Alikuta Bisembe yuko vile vile na kaniki yake kama alivyomtokea katika fikra yake. Akamfungua. Matuni, huu ni muda pekee wa kuwaona wazazi wako. Nilikuahidi mwanangu. Nisamehe kwa yote yaliyotokea Matuni, aliongea Bisembe akimkumbatia mjukuu wake. Machozi yaliotoka kweli na taabu alizozipata katika sehemu hiyo. Bisembe alimpeleka Matuni kwa wazazi wake ambao nao walishikiliwa katika chumba chingine na yule kikongwe. Ikawa ni kwa mara ya kwanza Tumaini kuonana na mama na baba yake. Hakuwahi kuwaona hata siku moja. Nao pia walikuwa na mtoto ambaye walifungwa naye pamoja. Jambo la kushangaza ni kuwa watu hao huko hawakuzeeka hata kidogo. Waliishi kwa maumbo yao kwa miaka yao yote bila kwenda mbele. Matuni alilia sana baada ya kuona ndugu zake ambao hakuwahi kuwaona katika maisha yake. Bibi yake ndo alikuwa mama na huyo alikuwa baba. Alikuwa ni Bisembe, kipenzi chake Matuni. Wakafunguana hapo na kuwafungua mateka wengine wengi. Walikuwa takriban watu 21 hivi. Wote waliofungua na walikuwa huru, na safari ya kurudi kutoka mle ndani ikaanza rasmi. Wote walikuwa msafara mmoja. Walipita katika ile kumbi na kumuona yule kikongwe alivyooza kwa muda mfupi tu. Walifika hadi nje pale kwenye maji machafu karibuni na zile maiti. Wakatafuta kingo na kupita sehemu hiyo, maana kwa maji yale yalitapakaa kila sehemu. Matuni aliyopitisha wote wale na kubaki mwenyewe tu nyuma na kuwa mwisho kupita. Kama ilivyo kwa ng'ombe wa maskini kuwa azai, hali hiyo ilimkuta tena Matuni. Katika kupita kuvuka sehemu hiyo, alijikuta anaanguka. Alianguka katika maji yale machafu. Mwanzo alijua ni kama mfereji tu, lakini la, ilikuwa ni maji haswa. Alizama Matuni bila kutokea juu. Matuni alikuja kuibuka katika kingo ile ile ya mwanzo wa bahari ambayo ilisukumwa na yule kiumbe. Alipoibuka tu alimkuta yule kiumbe akiwa bado yuko pale pale akimsubiri. Alitoka katika ile maji Matuni akaja hadi pale ambapo yupo yule kiumbe. Hongera Matuni. Sasa na kurudisha ile jina lako la Tumaini na kuwa huru sasa kutumia yote mawili. Umefanya kile ambacho moyo wako umekuongoza. Wazazi wako wataishi huku milele na sisi. Nyie mwende duniani sasa na Bosco wako. Aliongea yule kiumbe na kumuonyesha Matuni kitu katika maji. Alikuwa ni Bosco. Matuni alishangaa sana. Bosco alitoka mzima kabisa katika maji bila hata yale makovu. Alifika pale alipokuwepo na wote wawili walitabasamu. Tumaini, asante sana kuhakikisha Matuni anaishi. Hata baada ya kifo chako, andaa mtu akuita tena Matuni, aje kuvunja kila litakaloenda kinyume. Najua ubaya lazima utatendeka sana. Sina shaka na usalama wa Matuni kwa sasa, kwa maana licha ya wewe kuharibu kule kila kitu, tumepata maiti ya kila mtu na viungo vyao, ila kuna mmoja tu hajaonekana. Mwana Mapembe. Mpaka sasa tujui wapi alipo, lakini milango ya Tuni tumeifunga. Sasa Tuni ni sehemu ya Kishumu. Nendeni na Bosco wako mkamalize dunia yenu. Nitawapa mtoto mmoja wa kumtunza. Aliongea yule kiumbe na kuwapoteza Tumaini na Bosco. Alipoteza kabisa Kishumu na kuwarudisha duniani. Mbali kabisa na eneo la Malindi kulikuwa na familia ambayo ilijikuta wapo katika hatua ya uzee. Wote walikuwa wamezeeka. Tumaini alikuwa mzee sana pamoja na mpenzi wake Bosco. Walijikuta tu wako na mtoto mmoja ambao hawakujua hata wamempataje. Maisha yao yote walikuwa wakiishi Kishumu na sasa walijikuta wamerudishwa duniani wakiwa wazee kabisa kiasi cha kutokujiweza. Tumaini alikuwa amekishika kile kitabu alichokichukua kwa Bindaku. Alikifungua na aliandika kila kitu alichokifanya ili kuendeleza Kishumu. Alikiri katika kitabu hicho kuwa aliishiwa nguvu zake zote za kishirikina, lakini alikuwa na wasiwasi na mtoto ambaye walikuwa wamekabidhiwa. Jambo lingine ambalo lilimpa mashaka Tumaini ni kuwa licha ya kuandika kila kitu katika kitabu kile, lakini zilikuwa zimebaki kurasa nyingi sana ambazo hazijaandikwa, na hii iliashiria kabisa kuwa kuna mwingine atakuja kuendeleza historia hii. Lakini mwisho wa historia yake katika kitabu hiki, Matuni aliandika: Matuni, nafsi moja inayoishi sehemu 3 tofauti duniani, Tuni na Kishumu. Msikilizaji, na sasa tumefika mwisho kabisa mwa simulizi yetu hilo kwenda kwa jina la Nafsi ya Giza. Simulizi hii ilikuwa ni nzuri, ambayo pia ilitufundisha, ilitusisimua na kutuogopesha kwa kiasi chake, lakini kwa yale mazuri ambayo tumeyapata katika simulizi hii, basi ni vizuri kuyachukua, huku yale ambayo hayatatufaa kabisa katika maisha yetu tukayaacha huko Kishumu kama sio Tuni. Mimi nikusomea simulizi hii, jina langu naitwa Tutu, lakini pia kuendelea kuikumbatia simulizi zetu media, kwani mwisho wa simulizi hii ni mwanzo wa simulizi nyingine nzuri zaidi. Asante kwa kunisikiliza.